Tunashukuru kwa kupata nishati safi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maana matumizi tulikuwa tunatumia ya kuni na mkaa kiafya sio mazuri sana, na isitoshe pia kama mkaa na kuni ni uharibifu pia mazingira katika hali ya hewa ya ukaa nayo, na pia tunaharibu pia misitu tunapotumia hizo kuni. Lakini gesi inatusaidia hata kama sisi bodaboda, mchana nawahi kurudi nyumbani na natengeneza kitu changu cha kutoka kizuri tu, nafinya fasta naondoka. Kwa upande mwingine tunashukuru serikali kwa kutupunguzia hii gesi. Tunashukuru na tunamshukuru Mama Samia pia aendelee kutujali hivi hivi. Tunashukuru sana kwa kuja mahali kama hapa kuja kutupa hizo gesi. Tutajitahidi, tutafanya kazi usiku na mchana, tuhakikishe gesi zetu zikiisha tusizitupe, ili tu tunawekeza mpaka siku ya mwisho tunakuja kujaza gesi. Sio iwe ni mara yetu ya kwanza na ya mwisho tukizipata alafu tuziache tusizitumie. Nishati safi naifahamu. Natambua kipindi cha nyuma, enzi ya bibi na mababu, tulikuwa tunatumia kuni. Kama kuni tulikuwa tunatumia, zinatoa moshi sana, utakuta hata macho yanakuwa mekundu kwa kutumia kuni. Lakini nishati ya gesi, hizi tunazotumia umeme, gesi, yani tunatumia kwa uharaka sana. Tunaweza tukachemsha maji mara moja, unaoga, unamchemshia mtoto, tunapikia chakula nini. Kwangu nashukuru itanisaidia kwa sababu gesi ina uwezo wa kutumia matumizi, inaweza ikapiga miezi 3, miezi 2, inategemea na mapishi gani. Kama ukiwa una familia unapika vyakula vidogo vidogo tu, unatumia hata miezi 3 inapiga. Naitwa Jaina Msuya, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka Wakala wa Nishati Vijijini REA. Tumeanza zoezi lingine jipya katika wilaya ya Kisarawe la kusambaza mitungi ya gesi ya kupikia, ikiwa ni katika utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia wa taifa ambao unalenga kuwa ifikapo mwaka 2034 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Wakala wa Nishati Vijijini unatekeleza mradi wa kusambaza mitungi ya gesi katika mikoa na wilaya yote ya Tanzania bara, ikiwemo mkoa wa Pwani na wilaya ya Kisarawe. Kila wilaya inapata jumla ya mitungi ya gesi ya kupikia ya kilo 6,3255 kwa bei ya ruzuku ya shilingi 17,500, na gharama nyingine serikali ndio inayolipa. Vinginevyo wangekuwa wanapaswa kulipia zaidi ya shilingi 50,000 kutoka kwenye mawakala mbalimbali ambao wanasambaza mitungi hii. Zoezi letu hili la usambazaji wa mitungi ya gesi katika wilaya ya Kisarawe limeshirikisha watu wa aina mbalimbali. Tumewashirikisha maafisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda, wafanyabiashara maarufu wa chakula, mamalishe, pamoja na wanaouza sokoni, wauzaji wa sokoni na hasa kina mama. Kwa nini tumewashirikisha hawa? Kwa sababu katika mnyororo wa thamani wa kusambaza mitungi ya gesi kuna fursa. Nimezungumzia swala la mawakala. Hawa mawakala hawezi kutoka kwa watu wengine, sio watu wa nje. Wafanyabiashara hawa wanachukua vipato vyao na kuviongeza, kwa maana kama alikuwa na biashara ya mamalishe anaweza akaongeza biashara nyingine ya kuuza mitungi ya gesi. Hivyo tunawasihi na kuwaasa wananchi watunze mitungi hiyo, lakini kikubwa zaidi watumie gesi vizuri. Inapoisha warudi kujaza. Wakumbuke kuwa anapoanza kuwasha tu na kupikia, gesi nayo inaanza kupungua. Hivyo ni muhimu akaanza kuweka hela akiba kidogo kidogo kwa ajili ya kununua gesi itakapoisha. Tumemwelekeza mtoa huduma yetu kwa mkoa wa Pwani ambaye ni Manjizi Logistic aanzishe wakala mbalimbali ambao watawezesha wananchi wengi kwenda kujaza mitungi yao inapoisha. Na mpaka sasa hivi kwenye wilaya ya Kisarawe tayari kuna wakala 3 wameshawaanzisha. Kuna faida nyingi sana za kutumia nishati ya gesi. Moja ni kulinda mazingira, lakini pia kupika kwa urahisi na kwa haraka na gharama nafuu.